Yes, ni msimuliaji wako KBTZ. Tuendelee pale tulipokuwa tumeishia. Usiku ulikuwa mzito. Kelvin alikuwa bado amekaa ndani ya gari yake, simu ikiwa mkononi. Maneno yale yalikuwa yakijaribu kujirudia kichwani mwake. Kaa mbali na huyo mtoto kama unataka kuendelea kuishi. Alitazama namba ile tena, haikuwa saved. Aliipigia, haikupatikana. Moyo wake ukaanza kwenda mbio. Hii haikuwa tena drama ya mapenzi. Kulikuwa na kitu kikubwa zaidi kinaendelea nyuma ya pazia. Asubuhi iliyofuata Kelvin alirudi hospitalini mapema, lakini alipofika Neema hakuwepo. Kitanda cha Kian kilikuwa tupu. Mwili wa Kelvin ulisisimka. Alienda haraka kwa nesi. Samani, yule mtoto aliyekuwa hapa jana yuko wapi? Nesi alionekana kusita. Waliondoka usiku. Wameenda wapi? Sijui. Kelvin alihisi mapigo ya moyo yakiongezeka. Alichukua simu yake haraka na kumpigia Neema. Haikupokelewa. Akatuma ujumbe, haukujibiwa. Dakika chache baadaye Adrian alipiga simu. Kelvin alipokea haraka. Neema yuko wapi? Aliuliza kwa hasira, lakini sauti ya Andrea ilikuwa nzito. Kelvin akanyamaza. Adrian akaendelea. Unamaanisha nini? Kelvin akakunja uso. Kweli gani? Kimya kidogo kikaingia. Kisha Adrian akasema, Kelvin alihisi tumbo likiwaka moto. Ongea vizuri. Adrian akavuta pumzi ndefu. Kelvin aliganda. Nani? Baba yako. Dunia ilisimama. Kelvin alihisi miguu ikilegea. Unasema nini? Adriani akaendelea kwa sauti ya chini. Baba yako hakutaka muwe pamoja. Alimpa pesa Neema aondoke kwenye maisha yako. Kelvin akashika kichwa chake kwa maumivu. Hapana, baba yangu hawezi kufanya hivyo. Alifanya zaidi ya hapo. Adriani alisema. Kelvin hakujua la kusema. Kila kitu alichokijua kuhusu familia yake kilianza kuvunjika. Ndipo akakumbuka miaka 2 iliyopita baba yake alimwambia, huyo msichana ataleta matatizo kwenye maisha yako. Wakati huo hakuelewa, lakini sasa kila kitu kilianza kuingia akilini. Okay, sawa. Neema yuko wapi sasa? Kelvin aliuliza kwa haraka. Kwenye sehemu salama. Nataka kumuona. Adrian akanyamaza kwa sekunde kadhaa. Kisha akasema, ukija peke yako. Saa moja baadaye Kelvin alifika kwenye nyumba ndogo iliyokuwa pembezoni mwa mji. Alishuka kwenye gari taratibu. Moyo wake ulikuwa ukidunda kwa nguvu. Mlango ulifunguliwa na Andrea. Karibu. Kelvin akaingia ndani. Na hapo akamwona Neema akiwa amekaa karibu na Kian aliyekuwa amelala. Uso wake ulikuwa umechoka sana, lakini alipomwona Kelvin macho yake yakaanza kujaa machozi. Kwa nini hukuniambia ukweli wote?
Kelvin aliuliza kwa maumivu. Neema akashusha macho. Nilikuwa naogopa. Baba yangu kweli alikufanyia hayo? Neema akatikisa kichwa kwa kukubali taratibu. Mengi zaidi ya hayo. Kelvin akahisi hasira kali ikipanda ndani yake. Kwa mara ya kwanza alihisi baba yake alikuwa adui yake mwenyewe, lakini kabla hajaongea tena, Kian alianza kukohoa sana. Neema akashtuka. Baby. Kikohozi kilizidi na ghafla damu kidogo ikamtoka mdomoni. Kian! Neema alipiga kelele. Kelvin alikimbia haraka. Adriani akachukua simu kumpigia dokta, lakini macho ya Kelvin yaliganda alipomwona mwanaye akipoteza nguvu taratibu, na hapo ndipo alijua muda ulikuwa unaisha. Je, ni nini kitaenda kutokea kwa Kian? Je, ndo kafa au kapoteza tufahamu au ni nini kitaenda kutokea? Je, Kelvin atamfuata babake na kutaka kujua ukweli au ni nini kitatokea? Guys, tusikose sehemu inayofuata. Cha kufanya ni kucomment kile unachofikiria. Ni nini kitaenda kutokea? Kama ni wewe ungefanyaje? Ungeweza kwenda kupambana na baba au ungefanya liwalo na liwe? Tusikose katika sehemu inayokuja, nayo itakuwa ni sehemu yetu ya 7. Hii ni sehemu ya 6 imefika ukingoni. Sina la kusema zaidi ya kusema bye.